Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mabibi na bwana. Naam, ni waziri huyo wa ardhi William Lukuvi akimkaribisha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuweza kuzungumza machache, lakini akifunga kongamano hili, na mengi yamezungumzwa hususa katika wizara yake ya ardhi. Lakini sasa ni wakati wa kumsikiliza Waziri Mkuu baada ya kusikiliza mijadala na mengi ya kusema na wafanyabiashara hawa. Tanzania oye! Private sector oye! Mama Samia safi! Waheshimiwa mawaziri, kiongozwa na waziri mwenyeji, waziri wa nchi, uwekezaji, ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa balozi, wazee wetu maarufu, mzee wetu mzee Joseph Butiku, mwenyekiti wa Nyerere Foundation, Mheshimiwa balozi Mpungwe, viongozi kutoka mashirika ya kimataifa, kutoka ofisi za balozi mbalimbali mlioko hapa. Natambua uwepo wa mwenyekiti wa private sector ambaye pia ni mwenyekiti mwenza wa Baraza la Biashara la Taifa, Mheshimiwa Ngalula Angelina, wafanyabiashara wote, wadau wote mliokuja hapa leo, wana habari, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Natumia nafasi hii kukamilisha kikao chetu cha leo kilichokuwa na ajenda mbili. Moja ni hii kubwa ya kueleza kazi alizozifanya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ndani ya siku 100 za uongozi wake toka alipoingia madarakani tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2021. Kila pili ilikuwa ni kuja kupata maazimio kufuatia kikao cha jana cha Baraza la Taifa la Biashara ambacho Mheshimiwa mwenyekiti ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya mjadala ule, ilikuwa lazima leo tuje tupate maazimio ambayo tayari yameshasomwa na mtendaji mkuu wa baraza letu. Mimi nilipata nafasi kuja hapa asubuhi kuanzilisha mjadala wa kongamano hili, na baadaye Profesa Wangwe Chumi mbobezi alituendeshea mjadala, maono ya wadau mbalimbali kwenye sekta mbalimbali, lakini pia kutoa ushuhuda wa kazi hizo zilizofanywa ndani ya siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu. Tunashukuru, tumeyaona, tumeyasikia na tumeendelea kuyashuhudia na tunayaishi yale yote. Leo hii ikiwa ni siku ya 101, tunaanza na maazimio ya Baraza la Biashara la Taifa kuanza kulifanyia kazi, na huenda tutakapokutana tena siku 100 nyingine kama zitakuwepo au kwenye kikao kingine cha Baraza la Biashara, tutapata mrejesho wa maazimio haya ambayo kila mmoja amepewa kulingana na nafasi yake. Mimi nitumie nafasi hii kuwashukuru nyote kwa ushiriki wenu, lakini hasa kwa uvumilivu wenu. Kikao kimeanza asubuhi mapema saa 4. Sasa tunakaribia kwenda saa 10. Ni masaa mengi, lakini kwa uvumilivu na mapenzi ya mada zetu za leo mmeendelea kubaki ndani ya ukumbi huu, na tunaondoka
tukiwa tumekamilisha malengo yaliyotuleta hapa. Jambo hili linatupa faraja sisi kama serikali, kwa sababu tunatambua wajumbe wengi wa baraza hili ni sekta binafsi, na kwa namna ambavyo rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alivyoanza kuwafanya washiriki wa sekta binafsi kushiriki kikamilifu kuiunga mkono serikali, sisi kama serikali tunafarijika sana. Ndio kwa sababu waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi na watendaji wa sekta muhimu wako hapa pia. Nataka nitumie nafasi hii kwa niaba yao kuhakikishia kwamba serikali tuko pamoja na nyie private sector. Tutaendelea kuungana nanyi, tutaendelea kutembeleana, tutasikilizana, lakini jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha kuwa mnapata mafanikio makubwa kila mmoja na sekta aliyowekeza. Lakini jukumu la pili ni kushirikiana nanyi katika kutatua changamoto zinazowakabili pale ambako changamoto hizo sisi kwa upande wa serikali tunaweza tukazitatua. Yako maeneo mengi ya huduma ambayo serikali tunayatoa kwenu. Moja, ardhi; mbili, maji kama uwekezaji wako unahitaji maji; tatu, umeme; nne, barabara, na lolote ambalo linatakiwa lipatikane ili uweze kuwafanya shughuli zako za uwekezaji. Bado kama serikali tunaendelea kuhamasisha wawekezaji kuja kuwekeza nchini. Sisi tunaamini uwekezaji wako una tija kubwa. Mbali ya kuzalisha bidhaa ambayo sisi tunataka tuitumie hapa ndani na kwamba tutaipata kwa ukaribu na kwa gharama nafuu, lakini pia tutakuwa na shida kuagiza nje. Na ndio kwa sababu serikali imeendelea kuangalia bidhaa gani inazalishwa ndani ya nchi, na bidhaa hiyo hiyo ikitoka nje ya nchi isiye kamvuruga huyu mwekezaji wa ndani. Tumenanii kidogo, tumeongeza kodi kidogo hiyo ili ushindani usije ukamzidi huyu ambaye amewekeza hapa ndani, kwa sababu mwekezaji huyu kwa kuweka investment yake hapo anao wasaidizi, sisi tunaita ajira. Kwa uwekezaji wenu umetengeneza ajira, na hasa watu wa viwanda ndio mmeajiri zaidi, kwa sababu viwanda vina tabia ya kubeba watu kuanzia 20 na kuendelea, 100, 200, wengine mpaka 700, jambo jema. Lakini pia na sisi tunapata kodi. Tukishafanya mauzo tunapata kodi, na kodi zile zitatusaidia kwenda kujenga kituo cha afya, zahanati na huduma nyingine. Kwa hakika tunatamani muendelee kuwa na faraja zaidi ya faraja mlionayo sasa kwenye uwekezaji wenu, ili nasi tuweze kushirikiana na nyie na tujiridhishe kwamba huduma tunayoitoa inaleta manufaa kwenu. Kikao hiki ambacho kilianza jana kimeleta faraja kwa ushuhuda mliotoa ya namna serikali inavyofanya kazi nyie. Lakini leo mmesaidia pia kutoa ushuhuda wa kazi nzuri aliyofanya Mheshimiwa Rais katika kipindi chake cha siku 100 kufikia jana, na tuna matumaini kwamba sote tutaungana pamoja kumpa ushirikiano Mheshimiwa Rais, kuipa serikali hii ushirikiano ili siku zinazofuata zote tupate mafanikio zaidi. Baada ya kusema hayo, yako mambo machache ambayo natakiwa niagize. Mengine yameelezwa kama azimio, lakini sasa mie ni kuhakikisha tu kwamba tunatoa maelekezo ili kila mmoja sasa akajikite. La kwanza, waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wote nchini wahakikishe kwenye ngazi zao za mikoa na wilaya wanaunda baraza. Kama halipo, basi mabaraza haya lazima yawe yanakutana mara kwa mara na sekta binafsi katika kufanya mapitio ya shughuli za kibiashara kwenye ngazi hiyo, ili tunapokuja kukutana ngazi ya taifa tunakuja kukutana na lile tu lililowashinda kwenye ngazi ya wilaya na mkoa, halafu tupate utatuzi. Kwa ni jukumu letu sasa kwenye ngazi za mikoa na wilaya kuwe na mabaraza ya biashara ya ngazi hiyo yatakayokutana na private sector ili yaweze kujadili mwenendo wa kibiashara na kutatua changamoto zinazojitokeza.
Lakini la pili, Wizara ya Uwekezaji, Wizara ya Viwanda na wizara zote ambazo zinaguswa na maazimio yetu, pale ambako panahitaji kufanya marejeo ya sera, sheria, kanuni, nenda mfanye hilo. Kila mmoja afanye hilo, ili tuwe na kanuni ambazo zinaweza kutabirika na watu wa private sector waone kabisa kwamba sera hizi, sheria hizi, kanuni hizi zinatufanya kuwe na uwekezaji endelevu. Hilo linatamaniwa sana na private sector. Kwa hiyo ni jukumu letu serikali kwenda kufanya mapitio na kuweka sera zinazotabirika. Tatu, Mheshimiwa Mkuu wa Mikoa kote nchini, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kote nchini, endeleeni kutoa fursa ya kufanya majadiliano ya mara kwa mara kati ya sekta yetu ya umma na sekta binafsi, kuanzia ngazi hizo za wilaya na mkoa, lakini mpaka taifani, ili kufanya ufuatiliaji wa maazimio ya utekelezaji wetu kuwa yanaweza kufanyika kwenye ngazi hizo. Wakati mwingine yale maelekezo ambayo ni maazimio yetu ya kikao cha jana, mengine yanatekelezwa kwenye ngazi ya mikoa. Kwa hiyo maazimio haya yakishachapwa, nakala ziende mpaka mikoani, ili watu wa mikoa waone wanaguswa kwenye eneo gani, ili kila mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wafanye utekelezaji. Alafu tupate mrejesho, sisi tukutane na ngazi ya taifa, na wale wa wilaya wakialikwa waje wapate tu ukamilishaji wa utekelezaji wa maazimio hayo. Lakini la nne, wizara zote ambazo zinaguswa na mjadala huu pamoja na wizara ya viwanda vya biashara kuendelea na utekelezaji wa maboresho ya mazingira ya biashara kupitia utekelezaji wa ile blueprint. Hilo nadhani jukumu linaendelea vizuri, lakini lazima nilikazie ili tukamilishe kwa haraka. Private sector nasubiri kuona nia ya serikali kwenye hili, tumeifikia wapi, na je, tukifanya marekebisho hayo tunapata uzoefu upi? Kama kutakuwa na tatizo tena katika utekelezaji, tutarudi tena kwenye meza ili tuweze kuyafanyia mapitio. Wizara zenye miradi mikubwa yote ya uwekezaji, iwe ni hii ambayo tumeitekeleza wenyewe ndani ya serikali, lakini hasa private sector, swala la local content ambalo linalenga kushiriki wa Watanzania kwenye shughuli za kiuchumi za kila siku, ili lazima lisimamiwe kikamilifu. Tuna miradi ile kama bomba la mafuta kutoka Uganda mpaka Tanga huku kwa Tanzania. Tunahitaji swala la local content liratibiwe vizuri, ili sasa private sector yetu ya ndani, hasa kwenye nchi yetu yenye eneo refu la bomba lenyewe zaidi ya kilomita 1100, local content itatusaidia sana na kuwafanya Watanzania washiriki ujenzi huo kwa namna moja au nyingine, na hiyo ndio fursa kwetu. Eneo la sita ni kuridhia mapendekezo yaliyotolewa na kuharakisha maendeleo ya viwanda kupitia mnyororo wa thamani wa mazao ya misitu. Jana tulizungumza swala EWP. Sasa ule mnyororo ule lazima ujadiliwe na uwe wazi. Kwenye hili nawaagiza Wizara ya Maliasili, Wizara ya TAMISEMI, Maliasili pamoja na chombo chetu cha misitu TFS, hebu mkakutane na wadau. Mkoa ambao unalima sana miti ni mkoa wa Iringa, karibu wilaya zake zote kule Kilolo, wilaya ya Iringa mpaka kwa Mheshimiwa Lukuvi kule, miti mingi nimeiona. Mafinga wanafanya kazi mzuri sana. Lakini tunakualika pia jirani zetu wa Njombe, tuite wakulima, tuite wenye viwanda vya ngazi zote, wale viwanda vidogodogo vya kuchana mbao, viwanda vya kati, lakini pia wanaozalisha nguzo kama kile kiwanda cha Njombe. Tuite kikao, tuwaalike wale, tukutane Njombe, Mafinga, tukutane Mafinga. Lakini tuwaalike wanaofanya biashara hiyo ya mbao, tuzungumze nao. Hatujawahi kukaa nao.
Jana tumesikia pale kwamba zamani biashara ilikuwa mzuri, shamili sana, lakini sasa hivi kila mmoja anafanya kama anavyotaka. Lakini mbao au miti ni uchumi kwenye mikoa ile miwili mpaka Mbeya. Sasa tuwaite tukae pamoja, tutengeneze mkutano mmoja mkubwa, tujadili, tutengeneze turatibu vizuri ili tusikie, je, wakulima wanakabiliana na changamoto zipi, na sisi tunaweza tukatatua changamoto hizo kwa kiasi gani. Wale walaji hapa katikati, wenye viwanda, wafanya biashara, wasafirishaji, tukutane pale, na nyie wizara zote mbili, TAMISEMI na Wizara ya Maliasili, tukutane hapo, panga tarehe, twende tukazungumze nao. Ni fursa ya kiuchumi. Eneo jingine, taasisi za umma ziendelee kuwajibika kutoa huduma muhimu kwa wawekezaji. Hii imeeleza pale mwanzo. Mwekezaji akitaka ardhi kama alivyosema Mheshimiwa Waziri apate. Of course sasa inaratibiwa vizuri sana. Na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo thabiti, na ndio kwa sababu Mheshimiwa Waziri amekuja hapa ametoa maelezo ya kazi inayofanywa na Wizara ya Ardhi. Viko viwanda vinahitaji maji kwa ajili ya kupoza mitambo au kuprocess hiyo, nayo maji yapatikane kwenye viwanda. Barabara, umeme. Sasa hivi tuna umeme mwingi na mwingine tunauzalisha wa kutosha tu. Pale ambako panahitaji transformer, matransformer yanatengenezwa ndani ya nchi, na mimi nimetembelea wiki 2 zilizopita kuona utengenezaji wa transformer. Ziko chungu nzima. Hatuna sababu ya mwekezaji leo anakosa umeme wa kutosha ati hatuna transformer ya kuongeza umeme. Haiwezekani. Kwa haya lazima pia. Barabara. Nitembelea site moja ya viwanda pale Kibaha. Ziko jitihada zilianza za kutengeneza barabara, lakini bado ile barabara tulienda wakati wa mvua, tulikuta kabisa lori limekwenda afu limekaa pembeni hivi. Barabara haikuwa imara. Kwa hiyo barabara ziimarishwe hasa kwenye maeneo haya ya viwanda, ili wawekezaji wasipate gharama ya kuharibu magari wanakwenda kuchukua bidhaa na kuingia, lakini eneo livutie. Na kwa kuwa viwanda vipo, basi mzungumze pale na nyie, wekeni lami, basi magari yapite. Ndio hata wanunuzi wanapita huko wanaona namna nzuri. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo vizingatiwe. Lakini kila mmoja aliyepokea jukumu hakikishe jukumu hilo analifanyia kazi, na tutapokutana tena tupeane mrejesho wa haya yote ambayo tumeyasema kwenye eneo hili. Hayo ndio ambayo nilikuwa nataka nikamilishe kusheneza yale maazimio, lakini mimi nilikuwa na maagizo kwenye maeneo haya ili twende tukafanyie kazi. Nikiwa namaliza, nirudie tena kuwashukuru Watanzania kwa ushiriki wa kuwa pamoja na vyombo vya habari, lakini pia ndani ya mkutano huu katika kuainisha na kubainisha, hasa katika kuzieleza kazi zilizofanywa na Mheshimiwa Rais toka alipoingia madarakani katika kipindi chake cha siku 100. Na haya ni mafanikio makubwa. Siri ni mshikamano wetu tulionao nchini, lakini kubwa zaidi ni amani na utulivu tulionao ndani ya nchi, ndio unaopelekea kupata mafanikio makubwa. Kama Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan angeanza na huyu anasema hili, huyu anasema hili, mwingine anasema lile, asingekuwa na utulivu wa kupanga na kuifanya nchi iweze kutulia kama ilivyotulia. Tunahitaji utulivu huu uendelee. Tufanye vitu kwa ratiba, tufanye vitu kwa mipango. Lazima tuzungumze lugha moja kama Watanzania ili kuifanya nchi iweze kwenda vizuri. Watanzania wana matarajio makubwa na rais wetu na serikali hii inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Watanzania wanataka kuona matokeo, sio maneno. Tumwache rais afanye kazi. Tupe nafasi na sisi wasaidizi tumsaidie vizuri Mheshimiwa Rais kwa manufaa ya nchi yetu. Uwezo wa Tanzania kupaa kiuchumi zaidi inawezekana. Leo tuko kwenye uchumi wa kati, lakini tuko uchumi
Tuko kati, tuko chini, nataka tuende juu. Na inawezekana. Rasilimali tunazo. Na sasa Watanzania ni wachapa kazi. Hakuna mvivu tena. Na sasa hata uwekezaji, hao wawekezaji wa nje wanatupa mrejesho. Watanzania ni waaminifu katika kufanya kazi. Tutapata mrejesho. Tukienda kwenye viwanda huko tunauliza vipi, una shida kuibiwa hapa saruji na ndio misumari ni? Hakuna. Tumefanya hivyo maeneo mengi. Tunapata imani kwamba Tanzania kweli sasa tunafanya kazi kwa uweledi, uaminifu na uadilifu. Na ndio maana sasa Watanzania tunaajirika. Tuendelee na tabia hiyo ili tuweze kupata mafanikio. Kweli kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti mwenza, Mheshimiwa Angelina Galula, ambaye ndio mwenyekiti wa private sector, na kama nilivyosema ni mwenyekiti mwenza wa Baraza la Taifa la Uwekezaji la Biashara. Jana tumekaa pamoja na tunaamini tunaendelea kuwa pamoja. Tunakushukuru sana wewe na timu yako kwa ushiriki wenu kwenye vikao vya siku zote mbili, lakini hasa katika kuboresha uchumi wa nchi yetu. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, nataka tukuhakikishie serikali hii ambayo imeweka madarakani inafanya kazi yake. Na sasa nataka tukuhakikishie kufikia mwaka 2025 tutakuwa tumekamilisha malengo uliyotuwekea. Na mwenyekiti wa taifa ameendelea kutupa majukumu haya na sisi tunamsaidia kikamilifu na tutafika tulipokusudia kufika. Kwa ile ahadi ambayo ulitoa mwaka 2020 na Mheshimiwa Rais wetu, tuna uhakika atakapopita tena kuwapa mrejesho na kuomba tena ridhaa ya ilani kutumika tena. Lazima tuseme. Lazima tuseme. Hatuna namna, ni hiyo tu. Kwamba anakuja anatuleta mrejesho wa kazi hizi. Itakuwa za siku 100, itakuwa 360 huko. Plus. Lazima tuseme tena mridhie. Na yeye ndio atasimama atasema mridhie. Ndio atasimama atasema mridhie. Kwa hiyo lazima tumwezeshe kufika hapo. Niwashukuru pia waheshimiwa mawaziri kwa ushiriki wenu wote kabisa. Tusingefanikiwa hapa kama sisi kufanya kazi kama timu tukimwakilisha Mheshimiwa Rais ili kukutana na kutoa huduma kwa Watanzania na wataka huduma. Naamini kazi hiyo tunaendelea nayo na tuwaendelee kuhakikishia wadau wetu private sector kwamba serikali ipo na ndio sisi tunamsaidia Mheshimiwa Rais, tutawatumikia wala msiwe na mashaka. Niwashukuru pia makatibu wakuu ambao ndio wataalamu wetu kwenye wizara, ndio wanaopanga haya kwa pamoja na wakurugenzi wa sekta zote ambao pia mnashiriki katika kuratibu mambo yetu yote. Na kimsingi mafanikio haya ni yetu sote. Kwa hiyo muendelee. Tunatambua mchango wenu mkubwa na tunaamini tutapata mafanikio zaidi. Mheshimiwa Balozi, tunakushukuru sana. Wakuu wa taasisi kutoka Umoja wa Mataifa nje ambao pia mko hapa, wawekezaji ambao mko hapa, tunawashukuru sana. Tunawashukuru kwa sababu leo tuko hapa tunazungumza na nyie kwa faraja, ni kwa sababu yenu. Na leo mmetusaidia kuwa na ushuhuda wa kazi za siku 100 za rais wetu, lakini kwa sababu ya mchango wenu. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru sana. Wajumbe wa baraza kutoka pande zote mbili, sekta ya umma na ile sekta binafsi, kwa ushiriki wenu tunashukuru. Bila kuwasahau wazee wetu maarufu, Mzee Joseph Butiku. Tunakutegemea. Maraki sasa wewe ndio mbaki unajua historia ya nchi hii na kule kutoka. Bado tunapoendelea huku hatutaacha kukualika. Tuambie hapa na pale na pale na pale. Hekima hizi ndio hekima zenu. Na sisi tunaendelea kuombea Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya. Ili
tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Mheshimiwa Balozi Mpungwe, tunakushukuru sana. Wewe ni mchumi na mfanyabiashara maarufu. Wiki 2-3 zijazo tutakuwa wote Kilombero kuja kuona maendeleo ya uwekezaji wako kwenye sukari. Tutakuja huko pamoja. Tunashukuru sana. Nimshukuru Profesa Wangwe, ndio alikuwa kiongozi mkuu wa kongamano. Mchumi aliyebobea, amekuwa akifanya kazi nyingi sana za serikali, hasa katika ushauri kwenye masuala ya uchumi. Mchango wako unaendelea. Haya yote tunaposema uchumi unakwenda, mkono wako upo. Nakushukuru sana Profesa Wangwe. Nakushukuru sana. Nawashukuru pia wanahabari ambao mmeendelea kushiriki kuelimisha jamii ya Watanzania, kueleza mafanikio haya. Watanzania wamekuwa wakisubiri kikao hiki kutoka wiki iliyopita, na nyinyi ndio mlikuwa mnawahabarisha kwamba tarehe 26 tutakuwa na baraza la biashara, lakini tarehe 27 kutakuwa na siku maalum ya kueleza mafanikio ya Mheshimiwa Rais kwa siku zake 100. Kwa ninaamini kwamba bado pia mtaendelea na kazi hii ya kuhabarisha Watanzania haya, wakae huko wajue kwamba serikali yao inafanya nini na rais wetu anafanya kazi gani na mipango yake. Jambo hili muhimu. Kwa hiyo tunawashukuru sana wanahabari, nanyi ni watu muhimu kwenye eneo hili, bila kusahau jumuiya ya wafanyabiashara wote kwa ujumla. Tunajua wafanyabiashara wako biashara ndogo, wafanyabiashara wakati na wale wakubwa ambao pia mmejiunga kwenye jumuiya mbalimbali, jumuiya za viwanda, wale ambao mnashughulikia masuala ya sukari na maeneo mengine. Wote nyie ni jumuiya ya wafanyabiashara. Tunawashukuru sana kwa ushiriki wenu kwenye baraza, lakini pia kwenye tukio letu la leo. Bado niendelee kuhakikisha kwamba tuko pamoja. Lakini nazo taarifa kwamba tuna wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam waliokuja kusikiliza. Tunawashukuru sana wote kwa niaba ya Watanzania wote ambao wapata nafasi ya kuja hapa. Ushiriki wenu leo umeufanya mkutano huu au kongamano hili liende vizuri, na sisi tunaamini matamanio yetu ndio haya ambayo tunaendelea kuyaridhia. Kwa baada ya kuwa nimetoa shukrani hizi, inawezekana wako wengine ambao sijawagusa. Wale wahudumu watoa huduma wa hapa ndani, kuna makamanda wetu wa brass band, tunashukuru sana kwa ujio wenu, na nyie ndio wakati wote mpo nasi. Na hapa pia mlikuja na wakuu wa vyombo vya dola vya ulinzi na usalama, nao pia tunashukuru wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, tunawashukuru sana. Kwa baada kwa nimesema haya yote, tunayo kazi moja ya kumwombea sana kila mmoja kwa dhehebu yake, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu aendelee kumuongezea kuwa na afya, uwezo, muongezee busara na kumlinda dhidi ya maovu mabaya dhidi yake, ili aendelee kuongoza nchi yetu vizuri. Tunaamini Mwenyezi Mungu yupo, atamuongoza na atamlinda, lakini dua zenu ni muhimu. Jambo hili muhimu sana kwetu. Lakini msiache pia kumuombea makamu wa rais Dr. Philip Mpango, ndio msaidizi wake wa karibu, na yeye pia amsaidie kwa ukaribu kwa afya njema. Msisite pia na sisi. Mimi na wenzangu hapa tuko hapa, msisite. Ikiwapendeza tunahitaji dua zenu ili sisi tuweze kumsaidia vizuri Mheshimiwa Rais. Kifanya hivyo na sisi tutafurahi sana. Kwa baada haya yote haya, sasa naweza kutamka kuwa majadiliano haya yalikuwa yanajadili kazi zofanywa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika siku zake 100 za uongozi wake, ambazo tumeziainisha kwa ukina kabisa na tumeona mafanikio yake, huku tukimwombea kuendelea zaidi kuchapa kazi. Ni sasa anaweza kutamka kuwa kongamano hili
imefungwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Na kazi inaendelea. Tusimame mabibi na bwana, tupige makofi mengi sana kwa hitimisho hilo ambalo linaonyesha haswa shughuli yetu. Tamrejesha Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye kiti chake kwa muda mfupi wakati napanga jukwaa kuu kwa ajili ya picha maalum, na nitasoma makundi hivi sasa. Tupige makofi mabibi na bwana. Tupige makofi. Makofi kwa nguvu kabisa. Karibuni mketi, nami nitangaze utaratibu wa picha ya pamoja. Nitakaribisha meza kuu baada ya jukwaa langu kukamilika hapa, na tutaanza na waheshimiwa mawaziri, wakuu wa vyombo vya ulinzi na mheshimiwa waziri, mheshimiwa mwenyekiti wa chama mkoa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mabalozi na wawakilishi, na idadi haikuwa kubwa sana lakini tutawakaribisha kwenye picha. Jopo la wawasilishaji, tutakuza picha kwa kuanza na kundi la kwanza, la pili na la tatu, kwa sababu